Bwana, karibu katika uchambuzi. Nipo na Zuberi Mkaboko. Bwana, coach Zuberi Mkaboko, vipi kuhusiana na ushindi wa Young Africans lakini na performance yake? Kwanza pongezi, lakini Yanga wanatandaza ukoko kwenye sufuria. Namna ambavyo timu yao inacheza sasa, ukiangalia kwenye mechi ya leo na rejeo pia ya mechi mbili zilizopita, kuangalia ile ya mwanzo kabisa ya tamasha lao lile, mechi ya Ngao ya Jamii, mechi ya Namungo, mechi ya leo, wanatandaza ukoko kwenye sufuria. Unajua ukoko ni kitu kigumu, sasa unakitandazaje kwenye sufuria? Unaweza kaona namna ambavyo wanatengeneza sana mashambulio kwa ufanisi wakipitia pembeni kwa kasi ya Kangwanda, ukiangalia nguvu ya Hussein Zukwan. Lakini unaangalia kwa nini wanatumia mtindo wa kutandaza ukoko kwenye sufuria? Kwa sababu moja, unajua ili timu icheze inapokuwa inatengeneza mashambulizi ya pembeni ni lazima iwe imara kwenye maeneo matatu. Kwanza, mabadiliko, ile switching of play. Lakini pili ni namna ambavyo mnaweza mkawa mnacheza sasa kuweza kuwatanua wapinzani. Ile defensive block yao mnaitanuaje? Mnaitanua kwa movement, lakini mnaitanua ili mpate nafasi za ndani kushambulia. Bahati mbaya kitu ambacho pekee kinawapa ugumu Young Africans sasa hivi, washambuliaji wao wakati wao waonekani kwa ufanisi, kwa sababu hakuna mtu anayewafanya wacheze huru. Kwa nini? Kwa sababu wengi wa wachezaji wa Yanga wanatokea pembeni. Na kwa nini wana nguvu pembeni kwenye flanks? Wana nguvu pembeni kwenye flanks, hawana nguvu eneo la juu, kwa eneo la mshambuliaji wa mwisho, maana yake kwenye kiuno. Nazungumzia eneo la advance playmaker, kwa sababu ukiangalia wakina Kangwanda wanatoka mbali, wanakwenda wanaitengeneza timu shape nzuri. Kwa nini? Wanarahisisha sasa mshambuliaji wao kati kwa kumtrack. Ndio maana ukaona mtu kama Peter Shaulile ni ngumu kumuona ufanisi wake. Unaona mipira yake mingi inamfikia kazingirwa zaidi kuliko mipira ambayo inamfikia akiwa kwenye nafasi sahihi. Lakini unaona timu inaingia sana eneo la mwisho kufanya mashambulizi, lakini wanapata tabu kidogo kutengeneza nafasi rahisi kwa maeneo ya katikati, ile wanatengeneza nafasi rahisi wakitokea pembeni. Na hata magoli yao mengi ni yale ambayo yanatokana na kutandaza ukoko kwenye sufuria, kwenye sinia, kwa maana mnatokea pembeni. Kwa nini? Kwa sababu ya namna timu ambayo inacheza kwa kustretch opponent wao, timu ambavyo inacheza kwa namna ambavyo inakuwa ina kasi ikitokea pembeni, na inakuwa ina kasi na wachezaji ambao wana kasi wakitokea pembeni. Lakini kumekuwa kuna changamoto katikati, kwa sababu bado wanakosa mtu ambaye anaweza akaunganisha wao wawe na ubora katikati. Lakini ukimwangalia Kangwanda amekuwa na performance nzuri. Unajua ukimtazama Kangwanda kama betri ya bajaji imejificha, lakini ndio inaleta moto. Yeye si mchezaji ambaye anapapala, ni mchezaji ambaye anahakika kwenye matukio anayoyafanya. Katani ndani kwa hatari, akikaa kwenye nafasi kwenye nafasi kwa hatari. Hana mikimbio ile bila faida. Mikimbio bila faida, kwa wakati unaona mchezaji anafanya sana improvisation, mambo binafsi kwenye timu. Yeye anacheza sana kwa faida ya timu. Unaweza asikufurahishe ukimwona anatambuka watu, lakini anakufurahisha namna ambavyo anacheza kama spray ya mbu. Yani spray ya mbu ikipulizwa ndani ndio akukaliki. Kwa hiyo yeye ni anacheza kama spray kwa mtindo wake wa kucheza, betri ya bajaji ilivyojificha. Unaona moto tu unawaka, starter unapiga iko wapi? Imekuwa chini ya buti. Kwa namna ambavyo anacheza Kangwanda, kwa sababu ukiangalia goli analofunga, namna anavyotafuta nafasi, unaona kabisa kwa jicho la mpira utamuona, ila kwa jicho la sanaa kishabiki huwezi kumuona, kwa sababu anakaa maeneo sahihi na anafunga magoli magumu, kwa sababu anafunga distributed side of the defenders, maeneo ambayo walinzi hawaoni. Kwa nini? Kwa sababu ya uwezo wake wa kuweza kuexploit space, kitu ambacho anakuweza akawa kama mnyonyaji kwenye maeneo ambayo yana ugumu. Hicho ndio kitu ambacho nakiona kutoka kwake. Pengine Coastal Union ni nini ambacho kimewasibu mpaka inaonekana kuzidiwa zaidi sana katika kumiliki mpira? Tabu ya kwanza ya Coastal Union ni usahihi wa matukio. Unajua hawa Young Africans hawakunyimi kucheza, ila wanakufanya usicheze wao wakiwa wanataka kucheza. Sasa wakati mwingine unaweza kuwa unacheza katika mazingira ambayo hayakupi ufanisi mechi kwa kwako ndani pesa, kwa sababu muda mwingi wanataka kuwa na mpira wa kushambulia. Sasa kama utashindwa kupunguza uwiano wa wewe kutaka kushambuliwa na wao, na wewe ukiwa na mpira washambulie, tayari unajitegea dhama. Ukitazama mechi ni Coastal Union walikuwa na mapambano tu ya kuendelea kuzidiwa kasi na Yanga. Hawa wanakuwa kama wanadondosha godoro kwenye maji. Mwanzo likikaa juu unaweza kusema alizami. Mtindo wa kucheza wa Yanga ni godoro kwenye maji. Likikaa juu unasema alizami, kumbe linayafyonza. Matokeo yake baadaye unakuta liko ndani ya maji, lishanyonya maji. Kwa nini? Kwa sababu wao muda mwingi wanakupa shinikizo, usicheze mpira, usishambulie na ushambuliwe. Sasa na wewe muda mwingi kama utakuwa udhibiti nguvu yao ya kukufanyia hivyo, na wewe ukajikuta ndio unafanywa hivyo, inakupa kati mgumu, ni godoro kwenye maji. Na hicho ndio kitu ambacho kimewagharimu Coastal Union, kwa sababu ukiangalia walikuwa na pace, unaona wana mpira wanacheza, lakini wanacheza maeneo mawili tu, kutoka eneo la ulinzi linaishia kwenye midfield, hawashambulii, wanashambuliwa. Sasa tabu ilikuwa lazima uwazuie Yanga kukushambulia ili na wewe rahisi kuwashambulia. Sasa kama utakuwa unacheza na Yanga kwa mtindo wa Mankoba ambaye yeye muda wote kwanza anataka kuzimia switch ndio akupigie chumbani, lazima upambane wakisha azimi switch mpigane hadharani. Sasa kupigana hadharani ni kuwazuia na wao kufanya build up zao. Unawazuia wapi kufanya build up? Kwa sababu wao wanakuja kwako ili usicheze.
na wewe lazima una utaratibu wa kuwafanya wanao kwao wasicheze. Sasa tabu inakuwa kuwazuia, kutengeneza balance ya kuzuiana, ndio kitu ambacho kinaipa mechi gumu. Kwa mfano ukiangalia Coast ni kama walikuwa wanajaribu kutaka kutoa kitu kipya, kwamba waangalie kufanya pressing na Yanga, lakini tabu ikawa wastani kufanya pressing na Yanga, ukaona hukumiwa na quality na kasi ya kucheza kwenye mechi. Unajitahidi uwakabe, lakini wakati mwingine unaposhindwa kukaba, wao wanapokuwa wanakushambulia, wenzako wanakushambulia, wanakuja kwenye nafasi, wanafanya mashambulizi mengi. Sasa muda mwingi unajikuta unatumia muda wa kutafuta mpira ambao ukiwa nao una madhara tena. Sasa unatumia muda mwingi kuchoka kwa namna unavyocheza. Na wakasema style yao kucheza hawa ni ile godoro kwenye maji. Sasa ukiliona juu unaweza kusema hili lina sustain, kumbe ndio linazidi kunyonya maji. Na ndio unaweza kaona pace ya game ndio imewafanya wao meli yao imezama, kwa sababu kadiri mechi inavyoenda juu wakawa wanajikuta wanachezea eneo dogo zaidi, hawawezi kupandisha timu juu, wakinyang'anya mpira wako kwao, wana create fumbles nyingi na tabu. Na unaweza kuona wakati mwingine walikuwa wanafanya makosa ambayo unajua sasa wameanza kuwa disorganize kucheza kama timu, kwa sababu kasi ya Yanga ni kuwazuia wasicheze na kuwashambulia, ni kuacha washambulie na wao kuwafanya wasicheze. Na bahati nzuri au mbaya, kadiri mechi hivyo inakwenda ndivyo ambavyo Coast hiyo pesi yao ikawa inapungua, kwa sababu Yanga Africans wanakubana usicheze na wanataka wao wacheze. Sasa wewe kazi yako ya kwanza kuwafanya nao wasicheze ili wao ucheze. Sasa hicho ni kitu ambacho kinahitaji balance na nguvu kubwa sana kwenye game. Unazungumziaje fullback wa Young Africans Shadrack Kiboka namna alivyokosa? Mtindo wa kucheza wa Young Africans unawafanya fullbacks wao washambuliaji. Kwa sababu kama nilivyosema, hawa wanatandaza ukoko kwenye sinia. Fullbacks wao ndio washambuliaji, na mawinga wao ndio wanaongezeka eneo la kuwa sehemu ya central striker. Na ndio maana unaweza kuona central striker kama anazunguka sana na watu wengi. Eneo la striking force kwa mshambuliaji ambaye anakuwa sio mbunifu sana na atengenezwe mpira zaidi, anaweza kuwa kama anabano. Kwa nini? Kwa sababu wao wanapovuka mstari wa kiwanja, wote viungo wao wanasogea ndani. Na wanapokuwa wana mpira, fullbacks wao viungo wao wote wanarudi ndani kutafuta mpira. Ndio maana kaona Kangwanda ujui na Zakwan nani? Huyu anacheza kulia, anacheza kushoto. Kwa nini? Wanapokuwa hawana mpira, wanakuja kwenye midfield kufanya deep saving, kuja kwenye midfield kupunguza nafasi kwa mpinzani, kuna namna ya kupanga nafasi. Na wakinyang'anya mpira ndio wana stretch fullbacks wao, wanakuja pembeni, viungo wao wanakuja ndani. Kwa hata wakipoteza mpira, maeneo mengi wanakuwa jirani. Maana yake moja kitu ambacho wanakifanya wao ni kutokucheza mbali. Sasa ili kutokucheza mbali, lazima ucheze wakati una mpira, utengeneze hayo mazingira, na ukiwa na mpira utengeneze hayo mazingira. Ukiwa na mpira lazima fullbacks wanapokuwa na stretch, nyinyi mnakuja ndani ili mipira mpate nafasi kupata. Na mnapokuwa hamna mpira, haraka viungo waje ndani ili eneo la nyuma kwenu kuja kushambuliwa, mjikuta wapinzani wanapata nafasi, wanapata tabu. Kwa hiyo staili yao ya kubadilisha mtindo wa kucheza ndio ile ambayo inawapa Yanga faida kubwa. Timu nyingi kwetu zikicheza eneo la kubadilisha mtindo wa kucheza bila mpira, na unapokuwa na mpira ndio ambalo linaleta ugumu. Wanasema flexibility, tactical flexibility. Ile tactical flexibility ndio inawapa ugumu wapinzani kucheza na Yanga, kwa sababu wao wakiwa hawana mpira wanarudi wote ndani kutengeneza karai. Wakiwa na mpira sinia, wanatandaza ukoko. Wakiwa na mpira karai, hawana mpira karai, kwa maana moja mkaange chips. Wakiwa na mpira sinia, wanatandaza ukoko. Kwa sababu ukiwa na mpira lazima ustretch, mpate space za watu wenu kukimbia, na watu wanakimbia. Sasa ukiangalia style yao ya kucheza ni kama coaches wameshindwa kuobserve. Niliona kama kocha wa Coastal Union mwanzo alikuwa anataka apambane nao kwenye umbo la karai, lakini wakitandaza ukoko haendi. Sasa ndio maana unaona ni kama mashambulizi kwa sababu watafungwa saa ngapi, kwa sababu wao tabia yao kutandaza ukoko. Kwa hiyo football wakati mwingine kwa coaches na kuzitazama game kama hizi, unaangalia tactical moments ambavyo Yanga Afrika wako nazo. Tactical moments yao ni kwamba wanapokushambulia wanachotaka usikae eneo dogo. Kwa nini? Ndio Kangwanda, unaona Zakwan, unaona ukienda kwa Zakwan akirudi Zakwan akija ndani na Kangwanda, basi kule Shadrack Kiboka pamoja na mwenzake ya Ukwasi. Kwa unaona sasa, ukiona wanamtuma Shadrack Kiboka na ya Ukwasi, wanakulazimisha wapite ndani. Ukienda ku stretch kule, wanakuja deep, wanafanya penetration. Kwa hiyo wao wanakutafuta pembeni, wanakutafuta katikati. Sasa lazima unapopambana nao ujue kwamba mitindo yao ya mashambulizi inategemea wewe unalindaje. Sasa hiki ndio kitu ambacho naona Young Africans kinawapa ugumu wapinzani wao namna ya kucheza nao. Hawa watoki tu pande moja nguvu pembeni, wanakuja na ndani kukutafuta. Na zaidi nadhani kama watapata namba 10 halisi. Namba 10 halisi kama anavyomtazama Aziz Ki, ambaye sasa hivi coach anataka kuingiza kwenye momentum, kutakuwa na dhahama kubwa, kwa sababu tayari mtu kama Sharulile atakuwa anapunguziwa kuzingirwa. Unajua unapokuwa na mshambuliaji ambaye anacheza kwenye maeneo madogo, kumtengenezea nafasi mshambuliaji wa mwisho, ni kwamba yeye anampunguzia idadi ya watu kumzingira. Sasa hivi Sharulile anazingirwa sana, na bahati mbaya timu inatokea pembeni. Kwa hiyo Sharulile mara nyingi anaingia kwenye mtego wa walinzi, lakini timu ikiwa inaweza kutoka pembeni na katikati na kale
pale katikati pawe na mtu mwingine ambaye anaweza kawa anawahamisha wale dragging markers, maana yake unamkuta Shaulile kwenye maeneo sahihi. Ndio maana unakuta maeneo mengi mpira unamkuta Shaulile, basi ni ile ambayo labda atakuwa yuko kwenye offside, kama mpira ya kumkuta moja kwa moja, kwa sababu Yanga sasa hivi hawatengenezi nafasi rahisi ndani, kwa maana ile central attack kwa na watu ambao wanatengeneza deep penetration passes za kumfuata mshambuliaji kwa pesa, lakini hata wakitoka pembeni basi tayari wamepunguza shape ya kujilinda kwa walinzi dhidi ya mshambuliaji wao, kwa sababu tayari namba 10 anafanya zile movement katikati kwenye attacking lanes. Hicho ndio kitu ambacho nakiona kutoka kwao. Leo tumeshuhudia tayari kadi nyekundu. Pengine unazungumziaje huu mfumo wa video support? Video support ni mfumo ambao umeleta tija ya makosa ya waamuzi. Video support ni mwokozi wa udhaifu wa waamuzi wetu, lakini ni maangamivu wa uwezo wa wachezaji wetu kucheza na sheria. Video support ndio inatuvua nguo. Kumbe tatizo lilikuwa sio waamuzi, wakati mwingine mpaka wachezaji wetu kucheza kwa kufuata sheria. Nadhani ni mfumo ambao utatujenga sana, kuanzia kwa wachezaji na utajenga mpaka waamuzi, kwa sababu unatudhihirishia mapungufu mengi ambayo kuna kitu nakiona tu ambacho mamlaka ya mpira nayo ikiangalia pia. Tunalo tatizo ambalo hatulioni kama tatizo, kwa sababu kuna siku haijatutokea. Kupanga waamuzi kwa vigezo. Kupanga waamuzi kwa vigezo. Kwa nini? TFF na bodi ya ligi wapange waamuzi kwa vigezo, siku itakuja kutetea shida. Kwa mfano, ukiangalia kuna mechi zetu nyingi unakusa assistant referee ndio anatoka kama force official. Sasa force official kimuundo ni mwamuzi ambaye kama mwamuzi wa katikati akipata shida, force official aweze kumsaidia. Sasa unapoleta mtu ambaye nature ni assistant referee, na hata training za waamuzi zimegawanyika, wanajua naongea hapo, waamuzi ndio wanaelewa, sio mtu wa mtaani hujui chochote. Watu waamuzi wanaelewa. Leo Alajiga ukimleta huwezi kumuona Alajiga anakuwa kibendera. Ushakuona Alajiga anakuwa kibendera kwa sababu mara nyingi yeye anakaa kama mwamuzi wa katikati. Sasa force official hawa lazima awe ni mwamuzi wa katikati. Usimlete assistant referee anakuwa force official. Siku mwamuzi wa ndani kadondoka, mechi inatakiwa iendelee, utaje kumshusha mtu jukwani, pengine mwenye sifa kuwa mwamuzi wa kati aje kuchezesha. Hii inaweza katokea katutia aibu. Kwa hiyo force official wawe ni watu ambao wana vigezo kuwa waamuzi wa kati. Nimeona mechi ya JKT na Polisi kule Arusha, unakuta mtu force official ni yule mara nyingi tunamuona kama mwamuzi msaidizi. Tusiangalie tu kwa sababu hajatokea kitu. Hichi kitu kiangaliwe. Na hii ipo katika professional. Mwenzetu huwezi kumkuta mwamuzi wa kati eti amekaa na kibendera juu. Inawezekana ni bora mwamuzi wa kati akashika kibendera kuliko yule anayeshika mara nyingi kibendera kumleta kama force mwamuzi wa kati, au kumchukua kama force official, kwa sababu force official maana yake force official tafsiri yake ni mwamuzi bandia, si ndio? Sasa ikitokea mambo yameharibika kwa mwamuzi, kazidi wakadondoka, yule ndo anaendeleza mechi, yaishi mechi. Sasa kwa mtindo wa kuweka watu ambao wanakosa vigezo, siku mambo yataharibika hapa, hawa watu ataingiaje mtu ambaye mara nyingi tunamwona kwa pembeni? Lakini ni bora yule wakati akawa hata assistance kuliko kumleta ambaye assistance akawa huku, sababu wote wanapewa mitihani na tofautiana kwenye ubora na namna ambavyo wanaandaliwa. Kwa hiyo nini nataka kusema kwamba hiki ni kitu ambacho TFF tunawapongeza sana. Sasa hivi Wallace Karia akalale nyumbani kwake, mechi hazina shida tena, shida itabaki kwa tabia za watu, lakini nadhani ni eneo la kuwapongeza. Unaona malalamiko yale yakiisha kabisa, kwa maana ya watu wanachukua bingwa akiwa wanasema wamechukua bingwa kwa kubebwa. Hakuna kwa sasa hivi makochi, mashabiki wajiandae kisaikolojia. Hakuna timu itakayobebwa, watu wataadhibiwa kwa halali. Haya, faulo ambayo alichezewa Duke Abuya, tungekuwa wenyewe ile wikuti kama faulo. Offside ambazo zinaonekana zingekuwa offside, yanakuwa magoli. Lakini angalia inavyotusaidia, na angalia pia tunavyogundua waamuzi wetu. Mwamuzi wetu wote sasa hivi kwa mtambo ule anachezesha hata mechi ya dabi. Tutamsaidia. Sema tu tumpate ambaye atakuwa na pesi nzuri ili kusiona makosa yale madogo madogo nayo pia yakahitaji kuamuliwa. Yako makosa pia tunaona tugundua hii ni kasi tu ya waamuzi, ambao pia kwa mtindo wa chombo kinavyokwenda pia kinabadilisha mindset zao na wao kuingia kwenye mapambano ili kupunguza makosa hata madogo madogo yaonekane. Kwa hivyo ni ukombozi mkubwa ambao umeletwa na VFS. Sawa, shukrani sana. Asante sana.